Ndugu wapendwa, hawa wana wetu ambao ni ndugu na rafiki zenu wanaitwa sasa kupewa daraja ya ushemasi. Fikirini kwa makini ukuu wa neema hiyo wanayopewa kwa Bwana. Wakishaimarishwa kwa kipaji cha Roho Mtakatifu, watakuwa wasaidizi wa askofu na mapadre wake katika huduma ya neno, ya altare na ya upendo, nao wakijifanya watumishi wa wote. Kama wahudumu wa altare, wataihubiri Injili, wataiandaa sadaka na kuwagawia waamini mwili na damu ya Kristo. Aidha, kama watakavyoamriwa na askofu, itawapasa kuwashauri na kuwafundisha mafundisho matakatifu waamini na wasio waamini, kuongoza sala, kutoa ubatizo, kusimamia na kubariki ndoa, kuwapelekea waliopo kufani komunyo pamba, kuongoza ibada ya mazishi, wakiwekwa wakfu kwa kuwekewa mikono kadiri ya mapokeo yaliyotoka kwa mitume. Mashemasi wanaunganishwa kwa undani zaidi na altare, na hivyo watatekeleza huduma ya upendo kwa jina la askofu au paroko. Nao wayatende yote kwa msaada wa Mungu, hivi kwamba wote wawatambue kuwa ni wafuasi halisi wa Kristo, ambaye hakuja kwa kutumikiwa bali kwa kutumikia. Nanyi wana wapendwa sana, mnaopewa daraja ya ushemasi, Bwana amewapa kielelezo, ili alivyofanya yeye, hata ninyi mfanye vile vile. Basi mkisha kuwa mashemasi, yaani watumishi wa Yesu Kristo, ambaye alionekana kati ya wanafunzi kama mtumishi, yatimizeni mapenzi ya Mungu kwa moyo wote. Katika upendo watumikieni watu kwa furaha, kama mnavyomtumikia Bwana. Maadamu hakuna awezaye kuwatumikia mabwana wawili, fahamuni kwamba kila uchafu au uchoyo ni kuabudu miungu. Nanyi mkipokea kwa hiari daraja ya ushemasi, kama wale walioteuliwa hapo kale na mitume kwa ajili ya huduma, mnapaswa kuwa watu mnaoshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na Roho Mtakatifu na hekima. Ninyi mtaitekeleza huduma yenu katika hali ya useja, nayo itakuwa ishara na kichocheo cha upendo wa kichungaji na chemchemi yenye kuzaa matunda mengi ya kiroho hapa duniani. Maana mkiongozwa na upendo mnyofu kwa ajili ya Kristo, na mkiishi kwa moyo wa ibada ulio safi katika hali hii, mtaambatana kwa urahisi zaidi na Kristo kwa moyo usiogawanyika. Mtakuwa huru zaidi kwa kumtumikia Mungu na wanadamu, na wepesi zaidi kutoa huduma yenu, ili wote wapate kuzaliwa mara ya pili kama wana wa Mungu, mkitia mizizi na kujengwa katika imani, mjidhihirishe kama watu wasio na doa wala lawama mbele za Mungu na wanadamu, kama vile iwapasavyo wahudumu wa Kristo na wagawaji wa mafumbo ya Mungu.
wala msikubali kugeukia mbali na tumaini la Injili, ambayo ninyi lazima muwe si wasikilizaji wake tu, bali pia wahudumu. Litunzeni fumbo la imani katika dhamiri iliyo safi, na lile neno mnalolihubiri kwa kinywa lidhihirisheni kwa matendo yenu, ili Wakristo wote wakihuishwa na Roho Mtakatifu wafanywe kuwa dhabihu iliyo safi na ya kumpendeza Mungu. Nanyi katika siku ya mwisho mtakapokwenda kumlaki Bwana, mpate kumsikia akisema, vema, mtumishi mwema na mwaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako. Baada ya homilia hiyo ya Mwashamba Baba Askofu, sasa wateule wa daraja ya ushemasi watajongea mbele ya Mwashamba Baba Askofu kwa ajili ya mahojiano, ili apate kujiridhisha kwamba wapo tayari kupokea utume huo wa Kristo katika kanisa lake. Bwana wapendwa sana, kabla hamjajongea kupewa daraja ya ushemasi, yawapasa kudhihirisha mbele za watu nia yenu ya kupokea madaraka hayo. Je, mwataka kuwekwa wakfu kwa ajili ya huduma ya kanisa kwa kuwekewa mikono yangu na kwa paji la Roho Mtakatifu? Nataka. Je, mwataka kutekeleza huduma ya ushemasi kwa unyenyekevu na upendo kama wasaidizi wa daraja ya ukuhani na kwa maendeleo ya taifa la Kikristo? Nataka. Je, mwataka kushika fumbo la siri ya imani katika dhamiri safi, asemavyo mtume, na kuihubiri imani kwa maneno na matendo kadiri ya Injili na mapokeo ya kanisa? Nataka. Ninyi mlio tayari kukumbatia useja, je, mwataka kujitoa muhanga kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kutunza daima nia hii kwa ajili ya ufalme wa mbinguni katika huduma ya Mungu na wanadamu? Nataka. Je, mwataka kutunza na kukuza roho ya sala kadiri ya hali mpya ya maisha yenu, na katika roho hii kutekeleza kwa uaminifu sala ya vipindi pamoja na taifa la Mungu na kwa ajili yake na pia kwa ajili ya ulimwengu mzima kulingana na hali yenu hii? Nataka. Je,
Mwataka kulinganisha bila kukoma maisha yenu na mfano wa Kristo, ambaye mtaushika mwili na damu yake altareni. Kwa msaada wa Mungu nataka. 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 Sasa wateule wa daraja ya ushemasi, mmoja baada ya mwingine, atajongea kwa mwashamba baba askofu na kuweka mikono yake katikati ya viganja vya mwashamba baba askofu, tayari kuweka ahadi ya utii kwa askofu wa jimbo na kwa mkuu halali wa shirika. Je, waahidi kuwapa askofu wa jimbo na mkuu wako halali wa shirika heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu aliyeanzisha ndani kazi hiyo njema mwenyewe aikamilishe. Je, waahidi kuwapa askofu wa jimbo na mkuu wako halali wa shirika heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu aliyeanzisha ndani kazi hiyo njema mwenyewe aikamilishe. Je, waahidi kuwapa askofu wa jimbo na mkuu wako halali wa shirika heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu alianzisha ndani kazi hiyo njema mwenyewe aikamilishe. Je, waahidi kuwapa askofu wa jimbo na mkuu wako halali wa shirika heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu alianzisha ndani kazi hiyo njema mwenyewe aikamilishe. Je, waahidi kuwapa askofu wa jimbo na mkuu wako halali wa shirika heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu alianzisha ndani kazi hiyo njema mwenyewe aikamilishe. Na sasa itafuata litania ya watakatifu, tukiunganika na watakatifu wa mbinguni kuwaombea ndugu zetu hawa wateule wa daraja ya ushemasi katika majukumu yao mapya ambayo karibuni watayapokea. Wakati wa sala ya mwanzo sote tutasimama, litania ikianza tutapiga magoti. Sote tusimame. Ndugu wapendwa, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi
awamiminie kwa huruma neema ya baraka yake hawa watumishi wake aliyopenda kuwaita katika daraja takatifu ya ushemasi. Tupige magoti.